Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena wapendwa. Ni siku nyingine njema. Tunashukuru na kusema ni asante. Ni kwa sababu ya ukuu wake, baraka zake, neema zake na nguvu zake. Uhai tulio nao siku ya leo sio kwa sababu ya uwezo wetu, sio kwa sababu tumetenda mema, sio kwa sababu tumesoma sana, sio kwa sababu tunazo pesa, bali ni kwa neema zake na huruma zake ametuwezesha mambo hayo kutendeka. Kwa hivyo ninawakaribisha katika ibada ya siku ya leo ili tupate kujifunza neno la Mungu na kumwabudu. Kuna wapendwa wengi ambao walikuwa na mipango mikubwa, walikuwa wanataka siku ya leo wapate kufanya mambo yao, biashara, kazi na mambo mengine makubwa, lakini hawachaiona siku ya leo. Wengine walikuwa wagonjwa, wengine wakapata ajali, wengine wakafa tu kama wamelala. Sio kwa sababu walikuwa watenda maovu sana, bali kulingana na maandiko vile pia inatuambia kwamba kila kitu kina wakati wake na majira yake. Kwa hivyo nafasi hii, kwa sababu sisi tuko hai, ni vizuri tuchukue nafasi hii kumshukuru Mungu na kumwabudu. Kwa hivyo ninawakaribisha wote ili tupate kumtumikia huyu Yesu. Kwa majina ni Mwachumbe Michael, mtumishi wa Mungu. Kwa wale nimeona ujumbe zenu, ninashukuru sana kwa vile mnabarikiwa. Na siku ya leo, kabla tuanze, wacha tumwalike mwenye kasi ili apate kuwasalimia, ili apate kuzungumza na nyinyi. Tuamini, tuombe kwa ajili ya ibada. Baba wetu na Mungu wetu, tunakuja mbele zako mchana wa leo. Tunasema ni asante kwa sababu ya kipawa cha uhai. Asante kwa amani tulio nayo. Asante kwa kila jambo katika maisha yetu. Baba, na wakabidhi watu wote wanaonitazama mikononi mwako. Uwalinde na kuwatunza na kuwabariki. Baba, wafanikishe katika shughuli zao tofauti tofauti. Kama ni wafanyabiashara, unajua vile utafanya biashara yao iinuke. Kama ni kazini, utajua vile utawainua katika vyeo. Kama ni shuleni, utapata kuwafunulia zaidi wapate kuelewa kile wamefunzwa. Kama ni watumishi wako Baba, wachifunue kwao zaidi wapate kukuelewa. Wainue na kuwafungulia milango ili watangaze neno lako. Ninashukuru ni kwa sababu ya ibada hii ya siku ya leo. Ninakualika ili tupate kujifunza neno lako. Baba, zungumza na watu wako kutumia kinywa changu, bali mimi nisiseme mambo yangu. Onekana kwa watu wako. Kuna wale wanahitaji uwaponye, kuna wale wanahitaji baraka zako, kuna wale wanataka usuluhishe ndoa zao, kuna wale wanataka amani katika familia zao. Wewe ndiyo mfalme ambaye anaweza shughulikia mambo ya kila mtu. Wewe ndiyo muumba wa mbingu na nchi. Kwa hivyo Baba, pata kuonekana kwa kila mmoja wetu, na wale wanaamini watakuona kwa jina la Yesu. Na hayo maombi nimeomba Baba kwa jina la Kristo Yesu, tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana wapendwa, na karibu sana ili tupate kujifunza neno la Mungu. Siku ya leo tutajifunza kutoka kwa kitabu cha nabii Isaya. Tunataka kujua Mungu ni nani. Mungu ni nani? Ana uwezo gani? Anaishi wapi? Ni kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wake wa 6. Inatuambia hivi:
Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye hataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Nafikiri maelezo yote hayo umefafanuliwa upate kumjua Mungu ni nani. Kwanza kabisa ni mshauri wa ajabu. Kwa hivyo shida yoyote ulio nayo, nenda kwake, atakushauri. Jambo la pili ni mfalme wa amani. Jambo la tatu ni Baba wa milele. Yeye hakasiriki, hawezi kukufukuza, bora tu uandamane na yeye. Lakini utakapoondoka uende njia nyingine, huko kwenye umeenda utaumia tu. Na wengi wetu tumeumia kwa sababu tuliondoka katika boma yetu, boma ya Mungu, tukafuata njia zetu kwa kwenda kutafuta mali, kwenda kutafuta umaarufu, kwenda kutafuta mambo ya ulimwengu huu. Tukamsahau Mungu na amri zake na maagizo yake. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tujiulize, maagizo ya Mungu ni yapi katika maisha yangu? Amri zake ni zipi? Tuache kuangalia mambo ambayo yanaisha, mambo yanapita. Kuna watu wanao mali, lakini magonjwa hayaondoki nyumbani mwao. Vivo haviondoki nyumbani mwao. Kuna vichaa huko, kuna taila huko, hawana amani. Kwa hivyo karibisha Yesu katika maisha yako na utapata amani ya milele. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi. Kwa kweli kuna mengi ya kujua kuhusu Mungu. Kwa hivyo nakuomba kwamba jiunge nasi katika YouTube yetu, ni Mike Menda. Subscribe ndiposa tunapoweka mafundisho unakuwa wa kwanza kuyapata, na baraka za Mungu siandamane na wewe. Amani ya Kristo Yesu kwa kweli iwe nanyi.